Ni taarifa ambayo hata mimi nimeipokea kwa majonzi makubwa kutokea pale Kenya kwa ndugu zetu. Unaambiwa binti wa umri wa miaka 19 alifariki dunia akiwa getoni kwa mpenzi wake. Taarifa kamili niko nayo hapa kupitia Lakoma Trending. Jina langu naitwa Ampo na ripoti zinazungumza hivi kwamba polisi ambazo zimetolewa kipolisi zaidi kwamba huko kuna sehemu inaitwa Lang'ata, Kenya, wanachunguza tukio ambalo huyu mwanafunzi aitwaye Faith Momanyi, binti mwenye umri wa miaka 19 aliyemaliza kidato cha 4, alifariki kwa kutatanisha nyumbani kwa mpenzi wake, na hii ni mara baada ya kusherehekea siku yake ya kuzaliwa. Kundi la watu 5 walioenda kwanza kwenye sehemu ya starehe maarufu ambayo inafahamika sana huko Kenya, kando ya barabara ya Lang'ata kwa ajili ya sherehe ya siku hiyo ya kuzaliwa, ambapo walikaa hadi saa 11 jioni. Wakati kundi hilo likitawanyika, Faith alienda kwa mpenzi wake pamoja na rafiki yake mmoja wa kike dakika chache za usiku wa manane. Rafiki huyo wa kike aliwaacha Faith na mpenzi wake ndani ya hiyo nyumba, ambapo mwanzoni nimeripoti kama ghetto. Rafiki huyo anasema alijaribu kumtafuta Faith siku hiyo iliyofuata kuanzia asubuhi, lakini simu yake iliita bila kupokelewa, na mpaka majira ya saa 11 jioni ambapo mpenzi wa Faith aitwaye Mark alipigiwa simu kumwarifu kuwa amefariki. Majirani wanasema mpenzi wa Faith aliondoka kwenda kazini siku hiyo ya maafa, na alipokuwa akirejea nyumbani mwendo wa saa 11 jioni alikuta nyumba yake imefungwa kwa kutumia ufunguo wa ziada. Alifikia nyumba hiyo na kumkuta Faith akiwa amefariki ndani ya nyumba hiyo, lakini uchunguzi wa maiti ambayo ulifanyika kwenye mwili wa marehemu Faith unaonyesha kuwa alifariki dunia kutokana na kukosa hewa, na kwamba kulikuwa na kiasi kikubwa cha maji kwenye mapafu yake. Sampuli zaidi ya ambazo zimewasilishwa kwa mkemia wa serikali kwa vipimo vya sumu. Mpenzi wake bado yupo chini ya ulinzi wa polisi, na Faith kwa matokeo yake, kwa sababu alikuwa ametoka kumaliza kidato cha 4, alikuwa amepata alama B na ilimpasa kujiunga na chuo kikuu mwaka huu hapa kulingana na taarifa za wazazi wao. Taarifa ni ya kusikitisha sana. Binti mdogo mwenye umri wa miaka 19, tena kwa ubaya zaidi, kafariki akiwa kwenye chumba cha mpenzi wake. Ni kitu gani ambacho unajifunza hapa? Lakini pia nitoe pole tu kwa ndugu, jamaa pamoja na marafiki. Hiyo ni taarifa kutokea nchini Kenya. Jina langu naitwa Ampo na hii hapa ni Lakoma Trending.